kile kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 40, mlango wa 20 na ule mstari wa 22. Nabii akatokea baada ya kuwa Ahabu ameshinda ile vita ya Beni-Hadadi. Yule nabii akamwambia kwamba usifurahie sana, huu ni wakati wa kukusanya nguvu, kwa maana maandui hawa akina Beni-Hadadi mwakani watarudi tena. Ndio maana yale maandiko kwenye kitabu cha Mathayo 12:42 ambao anasema ya kwamba pepo amtokapo mtu huenda jangwani akiangalia kama huyu mtu nyumba ambayo alikuwa anaishi imepangiliwa, imekuwa sawa, ndio arudi tena. Kwa hivyo lile pepo ambalo lilikutoka, ule umaskini ambao ulikutoka, yale magonjwa ambayo yalitoka kwako, ujue kwamba kuna wakati yameenda jangwani, bado yanawinda, yajue kama yatarudi tena. Beni-Hadadi ama yule nabii akasema ya kwamba usifurahie sana, kwa sababu mwakani Beni-Hadadi atarudi tena ili kuja kupigana na wewe. Ndio maana kila wakati ni vizuri ukawa umevaa silaha za Bwana, ukawa umejiandaa kwa sababu ya vita. Maana shetani kila wakati anatamaningi kurudi mahali alikuwa. Yule pepo alikuwa amekumiliki, anatamaningi arudi hapo hapo alikuwa, maana ndio mahali alikuwa amezoea kukaa. Ujue kuna watu ambao walizaliwa akiwa na mapepo. Kwa hivyo yale mapepo hayajui kama kuna nyumba ingine wanafaa kukaa. Yamezoea miaka yote kwamba kwa sababu tulizaliwa tulijua kwamba huyu mtu ndiye tunafaa kumiliki kutoka azaliwe. Hayajui mahali pengine wakwenda. Kwa hivyo hata yakienda yanatamaningi kurudi tena. Daudi alizaliwa akiwa na roho ya uasherati. Sasa ile roho ya uasherati angeifukuza iende wapi? Na roho ya uasherati ujue kwamba ni ngumu kuiondoa, kwa sababu ikiingia ndani ya mtu inakuwa kitu kimoja na yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba na hao wawili watakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo wakati ule watu wanakuwa kitu kimoja kwenye ndoa, kwenye mahusiano, baada ya kuwa wamehusika kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi, kile ambacho kinafanyanga ni kwamba hata hiyo roho inakuwa kitu kimoja na huyo mtu. Kwa hivyo Daudi anasema naliumbwa katika uovu. Ina maana kwamba uovu ama roho ya uasherati ilihusika katika kumtengeneza Daudi. Kwa hivyo roho ya uasherati Daudi alizaliwa tayari akiwa iko ndani yake, ikiwa kwenye mishipa, ikiwa kwenye damu, ikiwa kwenye sehemu yoyote kwenye mwili wake. Hebu niambie ingetoka iende wapi? Ndio maana Daudi alijaribu kuizuia. Alikuwa ni mtu wa kupigana vita, lakini roho ya uasherati alijaribu kuizuia, ikashindikana. Ndio maana ilipohamia kwa mtoto wake Solomoni, kwa sababu yeye alikuwa amelegea, alikuwa ni mtoto wa kifalme, ilimpelekesha vibaya sana. Pepo anapotoka ndani ya mtu huwa anatamaningi kurudi ndani ya yule mtu, na akirudi, maandiko yanasema hali ya yule mtu inakuwa mbaya zaidi, maana wanakuja mapepo wengine 7 wenye nguvu zaidi. Beni-Hadadi mwakani, maandiko yanasema kwamba akarudi tena, na kilichomfanya kurudi ni kwa sababu hii. Maandiko yanasema ya kwamba alishauriwa na wajumbe wake ama na watumwa wake. Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 20 na mstari wa 23, alishauriwa na wajumbe wake ama watumwa wake, wakamwambia kwamba huyu mfalme wa Israeli ametushinda kwa sababu anajua kupigana vita kwenye milima. Kwa hivyo wakamwambia ametushinda kwa sababu tumepigana naye kwenye mlima. Mungu wao ni Mungu wa mlima. Nataka tusome huo mstari mmoja tu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 23. Nasema hivi: basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia Mungu wao ni Mungu wa milima, ndio sababu ya kutushinda sisi, lakini na tujipange nao katika nchi tabarale, na hakika tutawashinda wao. Wanajaribu kusema hapa watumwa wa mfalme Beni-Hadadi wanajaribu kusema kwamba Mungu wa Israeli anajua kupigana vita kwenye milima peke yake na sio kwenye sehemu tambalale. Nataka niilete kwenye saizi yako sasa, ndio waje kuangalia kwenye saizi ya mfalme. Wanachojaribu kusema ni hivi, ni kwamba Mungu wa wana wa Israeli
anaweza akawasaidia tu ama akawa active wakati ule ambapo watapigana kwenye mlima na sio kwenye inchi tambalale. Kuna watu ambao Mungu wao amekuwa limited kwa sababu ya kutomjua Mungu katika upande wao wa pili. Kwa mfano, watu wanajua kwamba wewe unaombanga sana, lakini wakiangalia uchumi wako wanaona kwamba una kitu cha kuonyesha, una pesa. Ina maana kwamba Mungu wako ni wa mlimani, anakusaidia kwenye kuomba. Huko mlimani mnasemanga mnaenda kwenye mlima, lakini kwenye uchumi, kwenye pesa hakuna kitu kinaonekana. Beni-Hadadi akashauriwa na watumwa wake, akaambiwa kwamba Mungu wa Waisraeli ni Mungu wa kwenye mlima peke yake. Ni Mungu ambaye anaweza, ni kama vile mtu akuje angalie hivi maisha yako aone kwamba Mungu wako anakusaidia tu katika kusoma neno, lakini kuapply hiyo neno ndio ikuwe sehemu ya maisha yako, haiwezekani tena. Unajua kuna watu ambao wanamjua Mungu wa kwenye Biblia, lakini hawamjui Mungu kwenye uhalisia wa maisha yao. Unashangaa kwamba huyu mtu anaweza akakuambia vile Musa alitengeneza njia katikati ya bahari, akakuambia vile ambavyo Paulo alifundisha neno, vile ambavyo aliimba milango ya gereza ikafunguka, lakini akona milango yake ambayo haijafunguka. Ila ajui vile ambavyo milango yake itafunguka kwenye maisha yake. Ina maana amembeba Mungu wa kwenye Biblia, lakini Mungu wa kwenye uhalisia wa maisha yake ana huyo Mungu kabisa. Mungu wako unamjua kwenye kiwango kipi? Maana maandui wako wako na wasiwasi na wewe. Maandui wako ukiangalia Mungu wako, wanajua Mungu wako anaweza akakusaidia tu kasoma maandiko, lakini wanajua uwezi ukaapply maandiko yakakuja kwenye uhalisia wa maisha yako. Na hapo ndio wanakupiga kila siku. Wanasema kwamba huyu jamaa Mungu wake anamsaidia katika kupiga piano, Mungu wake anamsaidia katika kufundisha neno, Mungu wake anamsaidia katika kufanya biashara, lakini akifanya biashara hata faida yenyewe hakuna kitu amenunua akakionyesha. Ina maana Mungu wako ni limited. Kuna vitu ambavyo haja kufanyia, na ulimwengu ukikuangalia unakudharau kwa sababu hizo vitu. Lazima ukamjua Mungu wako ya kwamba hakuna kitu ambacho kinamzuia Mungu wako. Your God is unlimited. Hakuna kitu ambacho kinamzuia kufanya kitu chochote kwa wakati wowote. Lakini ukikaa na Mungu ambaye ako limited, Mungu ambaye anazuiliwa na hali ambazo unazipitia leo hii, Mungu ambaye unampima kulingana na ungojo ambao umengojeka, kwamba huu ungojo unaona kwamba ni mkubwa kuliko Mungu wako, ujue kwamba dunia itakuona hivyo hivyo. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye kitabu cha Wafalme mlango wa 20 na mstari wa 23 ya kwamba Beni-Hadadi akashauriwa na watumwa wake, akaambiwa kwamba Mungu wa Israeli anafanyanga kazi kwenye mlima peke yake. Isije kafika wakati sisi kama Wakristo Mungu wetu akaonekana ya kwamba anaweza akafanya kitu fulani na aweze akafanya kitu kingine kwa sababu ya kutokuelewa. Maana kile ambacho Mungu aweze akajidhihirisha zaidi ya vile unamuelewa. Na lazima hapo sasa tufunuliwe macho. Lazima hivyo ukumbali kufundishwa neno, ndio neno ikufungue macho. Maandiko yanasema vyote viliumbwa kwa neno la Mungu, na pasipo neno hakikufanyika chochote. Chochote ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kinatengenezwa na neno la Mungu, lakini lazima hilo neno la Mungu kuwe na ufunuo wa hilo neno. Na lazima uwe na Roho Mtakatifu ambaye anakufunulia neno. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kadhalika Roho naye utusaidia. Maandiko yanasema kwamba Roho mwenyewe maandiko yanasema kwamba Roho utufunulia yote, hata yaliyo mafumbo ya Mungu. Ukiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, haufai kuwa limited kwenye maisha yako. Unafaa kuwa na ufunuo wa chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako, ya kwamba utakiendea kwa namna gani. Maana ukikwama, dunia itakuangalia iseme kwamba huyu Mungu wako anakusaidia kwa hili, lakini hili lingine hawezi kusaidia. Kuna watu ambao Mungu wao amedhalilishwa. Wako na Mungu mkubwa, wako na Mungu ambaye it is all knowing, anajua chochote kwenye maisha yako, anaweza kukusaidia kwa chochote, lakini amedhalilishwa kwa sababu kuna sehemu ambao hujamjua Mungu wako. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makubwa. Those who know their God, they shall do. Watafanya mambo makubwa. Kwenye kitabu cha Danieli, unamjua Mungu wako kwa kiasi gani ama kwa asilimia gani? Maana ile level na ile asilimia ambayo unamjua Mungu wako, ndio hiyo level ambayo Mungu wako atajidhihirisha kwenye